wanakazana sana kuhakikisha injili inafikia wote, hata hao Wahindi. Unadhani Muhindi ukimwambia ng'ombe sio Mungu mtaiva? Ukiwa India unauawa. Niliwahi kuona clip moja akichomwa binti moja kwa sababu ameenda kanisani. Niliwahi kuona clip moja, binti moja kule nchi ya India akichomwa moto kwa sababu kaenda kanisani. Kuna maeneo mengine ukiingia kanisani wakijua wanakuua. So yote hiyo ni watu hawamjui Mungu wa kweli. Lakini siku zinakuja ambaye wadogo kwa wakubwa kama ilivyotabiriwa watamjua Mungu. Kila mtu atamjua Mungu, hata mdogo atamjua Mungu. Umeona sisi ni wadogo, lakini bila shaka tunamjua Mungu, kwa sababu ni nani aliyetufundisha haya kama si Bwana mwenyewe? Bwana alisema kabisa kuwa atafanya agano lingine ambao hakuna atakayefundisha wengine, bali kwa wadogo mpaka wakubwa watamjua yeye. Hii ni agano ambayo Mungu aliahidi katika Yeremia 31 kuanzia mstari wa 31 mpaka 33. Lakini umeona sasa asili ya sanamu hiyo ni katika Israeli. Vizuri sana, katika Israeli umeeleza vizuri. Lakini kabla ya hapo sanamu zilikuwepo. Maana kabla ya hapo hiyo unaongelea habari za Wafalme wa kwanza na ile sura ya ngapi? Sura ya 11 na 12. Lakini kumbuke ya kuwa kwenye Kutoka sura ya 32 nani? Haruni anawatengenezea nini? Ndama wanamwabudu. So kabla ya kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza, tayari kwenye kitabu cha Kutoka kule palikuwepo na habari za ndama. So ina maana katika mataifa mengine hiyo asili yake ipo kule kwenye Babeli, ambapo ni Mwanzo sura ya 11. Lakini msingi wake inatokea kwenye pale Nimrod, ambayo hiyo inaanzia kwenye sura ya 10 ikienda mpaka 11. Tupigie Bwana makofi makubwa. Nani mwingine mwenye swali? Nipate maswali matatu alafu niende kwenye hatua nyingine. 3 questions before I move to another stage. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi swali langu nataka kuelewa. Unataka kuelewa nini? Biblia inasema roho itendayo dhambi ndiye atakayokufa. Maana baba hatachukua mwanae wala mwana hatachukua babake. Sasa nikirudi huku kwa Samueli, Daudi alitenda dhambi, lakini akaambiwa kwa dhambi uliyotenda hutokufa, isipokuwa mwanao atakufa. Kwa nini asingekufa Daudi, mtoto wake akabaki kwa sababu mtoto akutenda dhambi? Ni kwa sababu kinachofanyika ni hivi. Kifo, nikuulize na wewe, kifo hii tunayepata ilikuwa ni matokeo ya nani kutenda dhambi? Kifo hii ambayo iliyopo duniani sasa hivi, nani alitenda dhambi? Adamu. Adamu ni nani wetu? Si baba yetu? Baba yetu. So nasema hivi, kinachofanyika ni hivi. Uwe makini sana unaposema ya kuwa roho itendee dhambi ndio itakayefanya nini? Itakaye kufa. Lakini mimi nasema hivi, kilichomuua Eli ni nini? Kilichofanya Eli afe ni nini? Kilichofanya Eli afe ni nini? Dhambi ya mtoto wake. Una uhakika? Kinachofanya watu wanakufa sasa hivi ni nini? Si dhambi ya Adamu. Kilichofanya watoto wa Daudi wafe ni nini? Si dhambi ya Daudi. Unaposoma ile sura ya 19, Daudi analia sana anapopata taarifa ya kuwa Absalom amekufa. Analia kabisa, mwanangu Absalom, laiti ningekufa mimi. Alijua kabisa ya kuwa maskini Absalom hakuwa na hatia yoyote, lakini yeye ndiye aliyetenda hayo yote mpaka watoto wake wanakatika. So nasema hivi, je, mabaya yanayokufuatilia kutoka kwa baba yako wewe ndio uliyatenda? Ndio maana nasema hivi, watakatifu wa Bwana, mimi kuna maeneo mengine kwenye Biblia lazima ninyoshe. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Mimi najua kabisa ya kuwa hata mtoto wako pale nyumbani kama anatenda mabaya, huwezi kusema ya kuwa huwezi kupata wakati mgumu. Ni kweli yawezekana kwenye ulimwengu wa kawaida mtoto ametenda mabaya, amemuua mtu, atakamatwa, atatiwa ndani, atafungwa, wewe utafungwa, si ndio? Lakini maisha yako inaweza kubadilika.
kama ni mtoto uliyekuwa unampenda, unaweza kala tu ukashiba mtoto anaozea kule gerezani, jela. So bila shaka kiroho lazima jambo hilo liko affect. Kwa maana nasema hivi, tunaye muunganiko. Vinginevyo yale mizimu yasingeharibu maisha yetu, yasingetufuatilia. Amina. Lakini anatufuatilia kwa sababu sisi tu wa ile familia. Mimi nasema hivi, unayo muunganiko na watoto wako. Hata hapa agizo kuu, sisi tu familia moja. Nikianza kufanya uzinzi hapa, yani kila sehemu uzinzi, unadhani wewe huwezi kuwa mzinzi? Wewe huwezi kuwa mzinzi? Utakuwa mzinzi. So nasema hivi, chachu kidogo uchachua donge zima. So hebu tuishi maisha matakatifu, lakini mimi naamini kabisa ya kuwa sio lakini ndio pia. Jibu hiyo ni ndio na hapana. Pigia Bwana makofi makubwa. Mtu mwingine mwenye swali, nipate maswali mawili kabla sijakwenda. Nataka niende kwenye ibada ile kuu. Wewe mwingine una swali rafiki yangu? Bwana asifiwe. Amina. Mchungaji, mimi nilikuwa sijaelewa lile swali nililouliza pale uliposema kwamba usichukue lulu yako na kuwapa nguruwe. Yaani kwamba uliposema kwamba usichukue lulu yako na kuwapa nguruwe. Yaani kwamba mimi nilipokuwa nikielezana na wale watu, yaani kwamba najaribu kuelezana, sasa mimi sijaelewa kwamba lulu yangu kuwapaje nguruwe, kwa sababu tulikuwa tunaelezana. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Kumbe alichokisema yeye ilikuacha njia panda. Wala mimi sijasema, alisema yeye. Yesu alisema ya kuwa usichukue lulu zako ukatupia nguruwe, wasije wakazikanyaga na kukurarua. Unapochukua vitu ambavyo ni vya thamani kama hivi vya agizo kuu, unakwenda kumwambia mtu mwingine hajui, hawezi kuelewa. Ndio maana Biblia inasema usishindane na mtu muovu. Umeona? Usishindane na mtu muovu. Ndio maana wewe ungesema sawa, alafu kaacha waondoke zao. Nini? Yale uliyekuwa na watupia yalikuwa ni ya thamani kweli, lakini walizikanyaga hatimaye wakakurarua, wakaanza kukushambulia. Ndivyo Yesu alivyosema. Ndio maana hata Paulo alimwambia Timotheo nini? Alimwambia azuie mabishano yasiyokuwa na tija katika ufalme wa Mungu. Umeona sasa? Maana usibishane na mtu asiyejua. Maana watu wengi hawakuona tofauti, kwa sababu watu wengi hawajui. Lakini kimsingi wewe ulikuwa unajua neno la Mungu kuliko wale pale. Na wao hata walipoenda watakuwa wamekaa wakasema kuwa tumechamoto tumekiona pamoja, tumemshambulia, lakini ametutoa udenda, si ndio? So kinachofanyika ukikuta mtu anasema Yesu si Mungu, Yesu si Mungu, utamwambia nini? Maana ameingiziwa mambo yasiyostahili na ameaminishwa kuwa anajua. Hii ndio inayofanyika. Mtu anafundisha watu mambo machache tu, alafu anaaminishwa anajua Biblia. Anawapa Biblia, wanaanza kutoka nje. Wabishi, lakini hawajui anachofundisha. Watu wanayetembea hao hawajui Biblia. Ndio maana wanaibisha mwili wa Kristo. Unakutana na mtu mwingine anayejua Biblia, alikuwa mchungaji, akaachana na uchungaji, anakuangalia, anakupa knockout. Mbona agizo hapa tujamwambia mtu aende akafundishe neno la Mungu nje kule? Hatutaki tukupike nusu. We don't want to bake you halfly. We want to bake you fully baked before we can send you outside there. Utakwenda kule nje na kuaibisha mwili wa Kristo. Wewe ungemuuliza kutajie vitabu na sura na waandishi wake kabla mjaendelea. Nilimuuliza kuhusu wana wa Israeli, safari wana wa Israeli walikaa utumwani miaka mingapi? Akasema walikaa miaka 400. Nikamwambia na walikaa jangwani miaka mingapi? Akasema walikaa miaka 4. Nikamwambia safari ya kutoka Israeli kwenda Misri kufika pale mlima Sinai ilikuwa ni siku ngapi? Akasema ilikuwa ni miaka 400. Nikamwambia mama, sasa mimi nadhani hapo tu ulishapata jibu. Ulitakiwa uendelee na biashara yako, usipoteze nafasi yako. Ndio maana wakati mwingine mtu mwingine akaenda akamuuliza Yesu swali. Anasema, Bwana, hebu tuambie, hii nguvu unayotumia imetoka wapi?
Akawaambia, na mimi nitawauliza swali, mkinijibu na mimi nitafanya nini? Nitawajibu. Akauliza, ile nguvu ya Yohana Mbatizaji ilitoka wapi? Wakaenda wakakaa wakasema, Bwana, lakini watu wengi wanaamini ya kuwa Yohana Mbatizaji alitoka kwa nani? Kwa Mungu. Lakini tukisema hakutoka kwa Mungu, watu wote hao watatupiga kwa mawe. Tukisema alitoka kwa Mungu, atatuuliza kwa nini tukusadiki? Tumwambia tujue, akasema na mimi sijui. Maana walikuwa wanajua. Nyinyi mnayeuliza maswali hapa wote, maswali mnayoniuliza mnajua. Asilimia kubwa watu wanajua. Usitarajie naye kuuliza swali ya kuwa ajui. Anayekuuliza swali anataka kuona kama unajua ama anataka apate cha ziada. Maswali mnayouliza hapa ina maana wewe unaweza kuieleza. Ndio maana kwa nini watu wengi hawataki kuuliza maswali, hawataki kuulizwa maswali kwenye ibada? Hataki matatizo madogo. Maana anayekuuliza swali anajua. Anybody who is asking you a question, don't deceive yourself that that person knows nothing concerning the question which he has asked you. No. He knows something concerning that question. Maybe he wants something extra. Or maybe he is testing you if what you are talking about actually you know it well. Mwana, mimi najua hivi, watu wote wananiuliza maswali hata duniani kote wanajua, lakini wanajua kwa asilimia kiasi. Ndio maana natakiwa, ili mtu huyo uweze kumconvince, unatakiwa umpe majibu 200%, sio 100. Anawezekana akajua 50%. Mimi ukiniuliza nitakupa 500%. Nini? Nitakupa ya ziada. Nitakupa mpaka utasema naota ama nasikia. Lakini kama ujui, mimi kitu ambacho sijui nitakwambia sijui. Usichokijua usibahatishe. Sema tu, Bwana mimi sijui, ama Bwana nipe nafasi. Nitakujibu kesho kutwa. Kumbe unapotezea, unakwenda kuulizia kule agizo kuu. Si mbaya, mwambie Bwana, time Bwana imeenda sana, lakini bila shaka tuonane weekend ijayo, Jumatatu baada ya weekend. Ukijua Jumapili utakuwa kwenye kipindi cha maswali, kwanza utaitupa mbele za Bwana akujibu, alafu hatimaye na wewe ndio ukamjibu. Amina. Amen. Nani mwingine mwenye swali? Ile mwenye swali, wakati wa maswali wengine wanataka hata kuniangalia. Bishop, uliwasema kwa tusitupe lulu, tusiwape nguruwe. Pale ninapouza pale kuna ubishani mkubwa sana pale kuhusu Yesu na Mungu. Kuna kanisa fulani wanaamini kwa wakati wa Yesu ulishapita, Yesu alikuwa kama Musa alipopita, kama Elia. Wanaamini sana ile roho ya Elia. Wanasema kuhusu Yesu hawaamini wala Roho Mtakatifu. Kwa kuna ubishani mkubwa sana pale Bishop, kwa kweli ulikosema tusiwape lulu. Yaani hawaamini kabisa kwa Yesu wala Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mimi kuna mama mmoja alikuja pale, tukaelezana, nilipomueleza ukweli, haja kanyaga tena na niangalia tu kwa mbali kuhusu Yesu na Roho Mtakatifu. Kwa kweli kuna ubishani mkubwa, kila siku wanabishana kuhusu mambo ya Yesu. Roho Mtakatifu wenyewe anasema huu ni wakati wa Mungu, ndio Mungu anatenda kazi duniani, lakini hakuna cha Yesu wala Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho isiyemshuhudia Kristo Yesu, hiyo sio roho inayotoka kwa Mungu. Roho isiyeshuhudia Yesu Kristo, unaposoma kwenye Yohana 14:16, Yesu anasema, sina budi kuondoka, nami nitamuomba baba yangu, naye atawaletea msaidizi mwingine, atakuwa ni mfariji wenyu, atakuwa ni mwalimu wenyu, naye atanishuhudia mimi. Ina maana kila kitu ambacho Roho Mtakatifu anayeshuhudia lazima ashuhudie habari za Kristo Yesu. Ndio maana asiyemtambua Yesu Kristo, huyo moja kwa moja ana fall under wapinga Kristo. Mtu asiyeomba katika msingi wa Kristo Yesu, mtu asiyefundisha katika msingi wa Yesu Kristo, mtu asiyewaongoza watu kwenye ujio wa Yesu mara ya pili, mtu asiyewaongoza watu kwenye unyakuo, mtu asiyewaongoza watu kwenye kuacha dhambi, anaongoza watu kwenye mali, anaongoza watu kwenye kwenda kuchukua waume na vitu vingine. Nasema hivi, nenda ukachukue mume, lakini jua kabisa kuwa baada ya ndoa ukimaliza safari yako utakwenda motoni, lakini ujengwe katika msingi wa Yesu Kristo. Ukisema kuwa huu sio wakati wa Yesu Kristo, Yesu Kristo
hajampelekea baba yake nini? Hajaa wa hukumu, mpaka awaweke chini ya nini? Chini ya nyaya zake, akae kwenye kiti jeupe akihukumu. Hapo ndipo sasa atamrudishia Bwana nini? Mamlaka yake. Lakini hiyo ni katika Yerusalemu mpya, mji utakaye shuka kutoka mbinguni. Lakini kwa sasa hivi Yesu amekirimiwa jina kuu lipitao majina yote, na katika jina hilo kila goti lazima lipigwe na kukiri ya kuwa Kristo ni Bwana. Asiyemtambua Kristo anamtambua nani? Anamtambua shetani. Anamtambua shetani, mtoto wa shetani 100% huyo. Amen. Lakini maskini washirika walioingiziwa mambo potofu, wameingiziwa maskini hao washirika mambo potofu. Unajua, acha nikwambie, mtoto ambao nyumbani kwao, yani mtu akifanya kazi, paka mkubwa, mbwa wewe, yani hiyo ndio wimbo mtoto mdogo anafanya nini? Mbwa mkubwa, paka mkubwa, paka wewe. Mgeni amekuja pale, anakuja kusalimia, anasema paka wewe. Sasa unasema nimeshakuwa paka mkubwa hapa. Lakini kinachofanyika, baba anamtukana paka, anamuita paka mkubwa. Mama anaita mtoto paka wewe. Kama unamuita paka, basi wewe ni mama paka basi. Amen. Ukiita mume wako mbwa, basi wewe ni mbwa jike basi, kwa sababu huniwezi kuolewa na mbwa. Kama mtoto wako ni mbwa, basi wewe mwenyewe mbwa. So unajitukana wewe mwenyewe. Ndio nasema hivyo takatifu wa Bwana. Huu ni wakati usipokuwa makini utatoka kapo. Nini? Kapa sio kapo. Utatoka kapa. Nini? Ndio maana sio kila kitu unayefundishwa unatakiwa kuchukua. Unahitaji kuwa na Roho Mtakatifu atakaye kuwa ni kipimo ndani yako, na kipimo hicho kitafanya nini? Moja kwa moja kitakuongoza katika kuyachukua yale. Tunatakiwa yani roho yako iwe kama chujio. Don't take everything that is coming across your ears. Sio kila kitu ichukue. Ndio maana kuna mengine unasikiliza wale wachukue. Unaweza kukaa sasa mtu anafundisha mambo sio kweli, lakini inawezekana kitu kimoja akafundisha sahihi ukakichukua. Ndivyo inavyotakiwa. Lakini tuko katika nyakati za hatari sana ambao shetani anafanya kazi kwa 100% kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwingine mwenye swali? Mimi naona unamsumbua huyu sana anapofundisha. Nataka utoke wewe uliyebaki. Unataka kutoka na unashindwa kutoka, utokeje? Mimi namletea hapo cha kuweza kutoka, utoke kwenye hii, usitanie watu hapa. Mimi nafundisha wewe unamsumbua. Nataka utoke kwake. Unashindwa kutoka. Kama unaweza ukatoka, toka ndani hapa. Hii ni amri ya kutoka mbinguni. Anapofundisha anamsumbua, nataka utoke ndani yake. Usifanye mchezo. Hapa Mungu yupo. Nani mwingine mwenye swali? Nani mwingine mwenye swali? Mwingine mwenye swali? Wewe mwingine unaleta swali? Hakuna swali ulioulizwa huko nje? Amina. Biblia inasema, inasemaje Biblia? Siku ya kiyama kila roho itaonja mauti. Siku ya kiyama. Siku ya kiyama ni siku gani? Siku ya mwisho. Siku ya mwisho ya kiyama cha wafu. Sasa itaonjaje? Kija kwenye Marko 9. Soma. Ananiambia mimi nawaambieni, hapana watu katika hao wasimamao hapa ambao hataonja mauti kabisa hata atakapoona ufalme wa Mungu ukija kwa nguvu. Sasa hapa sijaelewa kwa nini hawa watakutwa wakiwa hai, na wengine wanatuambia kwamba watakufa japo kwa dakika moja. Hiyo sura ya 9 Yesu alikuwa anaongelea yule mwanafunzi aliyekuwa anampenda. Alisema ya kuwa hakika yake yeye hatakufa mpaka afanye nini? Atakapoona ufalme wa Mungu ukija kwa nguvu. Mpaka aone ufalme wa Mungu ukija kwa nguvu. Umeona sasa? Ni Yohana mwana wa Zebedayo, lakini pale alipokuwa katika kisima cha Patmo ni karibu mwaka wa 95. Pata picha, Yesu alikufa katika mwaka wa karibu 30 lakini mwaka wa 95 kabla ya Kristo, baada ya Kristo
Yohana huyu bado alikuwepo katika umri wa uzee sana. Yeye Yesu alimtokea katika kisima cha Patmo na kumuonyesha mambo ambayo yangekuja kutokea baadaye, na ikamuongoza kuandika kitabu cha Ufunuo. Haikuwa ya kuwa mpaka mwisho, ilikuwa ni kabla nini? Ufalme wa Mungu hujafanya nini? So kinachofanyika haikuwa ni hataonja mauti mpaka mwisho, lakini aliyekuwa anaongelewa alikuwa ni Yohana mwana wa ngurumo, lakini Kristo akitokea kwenye kisiwa cha Patmo katika mkuvu, na hatimaye akaandika kitabu cha Ufunuo. Ukisoma kitabu cha Ufunuo utaona nguvu iliyopo katika ulimwengu. Mtu mwingine mwenye swali? Basi mimi naishia hapo. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Ninashukuru jina lako Jehova mweza wa yote kwa neema yako iliyokuwa pamoja nasi kwenye Baba wa rehema kipindi cha kwanza cha maswali na majibu. Baba, endelea kutufundisha Baba mengi, ili Baba tujue neno lako. Tutokapo nje Baba wa rehema, tusiseme aliyo kwetu bali tuseme aliyo kwako. Baba, kila mmoja umpe neema ya kupata kujua neno lako, jinsi ulivyowavuvia wanafunzi wako Roho Mtakatifu baada ya kufufuka kwako, na hata wao waliyekuwa hawana uelewa wa neno lako Baba wakaelewa, na ndio wale waliosimama na kuhubiri, na Baba wa rehema kanisa likitengenezwa kuanzia siku ile ya Pentecostal na siku zilizofuata. Baba, asante kwa ajili ya neema yako inayetamalaki katika eneo hili. Baba, tunashukuru jina lako, maana tutakapoingia katika awamu ya pili Baba wa rehema ya ibada yetu kuu, neema yako itaendelea kuwa pamoja nasi, na hata wale ambao umewagusa Baba uliyeanza kuwafungua Baba, kamilisha Baba kufunguliwa kwako, na wasiondoke hapa jinsi walivyokuja, na hata wengine waliekaa Baba isiwepo na pepo la kuweza kujificha katikati watakatifu wako na vifungo vyote, ili watakatifu wako waziache chini ya msalaba wako Bwana Yesu, wakiondoka hapa wakiwa wameumbika tena upya. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Pigia Bwana makofi makubwa. Bila shaka tumeshakuunganisha kwenye frequency ya kimungu. Chochote unachokiona isikupe shida, lakini bila shaka watakuwa nafunguliwa. Na kumbuka ya kuwa leo tarehe 29, nami nimpe katibu awe na mwongozo, maana leo ni siku ya ndugu zetu wana wa Asafu, na bila shaka kumbuka hiyo. Barikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kama alivyosema Bishop, leo wana wa Asafu wanatimiza mwaka mmoja